Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Karibu tena katika siku nyingine ambayo Mungu ametupa, na katika siku ya leo, siku maalum kabisa, tutaenda kuzungumzia kuhusiana na uponyaji. Yaani tutakuwa na mfululizo wa vipindi vinavyohusiana na uponyaji. Na kama uliangalia kipindi kilichopita, nilizungumzia jinsi gani Mungu alivyoniponya mimi, na jambo ambalo likapelekea kwa kiwango kikubwa kuandika kitabu kinachoitwa Uponyaji Kutoka Mbinguni, siri jinsi gani mtu yeyote anavyoweza kupokea uponyaji. Na tukasema kwamba tutakuwa na mfululizo wa vipindi ambapo nitazungumzia mambo mengi ambayo nimeorodhesha humu, na jinsi gani hata wewe unaweza kupokea uponyaji hapo ulipo. Karibu sana tuweze kujifunza. Na katika siku hii ya kwanza kabisa, na sehemu ya kwanza ya mafundisho na masomo haya, tutaenda kuzungumza kuhusiana na chanzo na asili ya magonjwa. Sehemu ya kwanza kabisa tutaenda kuzungumzia hivi, haya magonjwa yametokea wapi? Kwa nini watu wanaugua? Kwa nini je, Mungu ndio aliyaleta? Je, Mungu anapenda watu wanavyougua? Je, magonjwa yametoka wapi? Na ndicho ambacho tutazungumza siku hii ya leo. Kaa tayari kujifunza na kuzifahamu hizi kweli. Kumbuka, kweli ya neno la Mungu pekee ndiyo ambayo itakuweka huru, ndiyo ambayo itakufungua. Unapofahamu kweli ndiyo inaweka mtu huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu na magonjwa yametokea wapi? Naomba tusome Biblia katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Kimsingi, unapotambua chanzo ama asili ya kitu, ndivyo ambavyo unaweza kutambua namna ya kupambana nacho na kukishinda. Usipotambua chanzo ama asili ya kitu, huwezi ukatambua jinsi gani ya kupambana nacho kwa ufanisi. Hivyo leo tutaenda kuangalia tu chanzo na asili ya magonjwa. Haya magonjwa yana watu wanaumwa kansa, vidonda vya tumbo, presha, kisukari na magonjwa mengi yaliyopo ulimwenguni yametokea wapi haswa, na ndicho ambacho tutaenda kuzungumza siku ya leo. Na msingi wetu utakuwa ni neno la Mungu tu, sio mawazo yangu wala sio mawazo ya mtu fulani. Msingi wetu neno la Mungu, kwa sababu kweli ya neno la Mungu ndiyo ambayo itaweza kukufungua na kukuweka huru mbali na magonjwa. Naamini Mungu atakubariki sana. Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26, Biblia inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Katika kitabu hiki cha Mwanzo tunapata hii picha ya mwanzo kabisa, ya awali kabisa ya uumbaji. Kitabu cha Mwanzo kinazungumza vitu vingi vya msingi sana, lakini katika hii Mwanzo moja tunaona Mungu anaanza kuumba dunia. Anaanza kuumba dunia kwa siku hizi 6. Anaanza siku ya kwanza anaumba, siku ya pili anaumba ndege, anaumba wanyama, anatenganisha maji na maji ya chini, anaumba jua, anaumba nyota katika hizo siku za uumbaji. Lakini katika uumbaji wake wote, siku ya mwisho kabisa ambayo ni siku ya 6, anaumba hiki kiumbe kinaitwa mtu, ambaye ni mimi na wewe, mwanadamu. Mungu anamuumba mwanadamu katika siku ya mwisho kabisa, baada ya kuumba kila kitu. Dunia ipo imekamilika, kila kitu. Naona Mungu anamuumba sasa hiki kiumbe kinaitwa mtu. Lakini sio kumuumba tu, anamuumba kama ambavyo manufacturer ama mtengenezaji wa kiwandani anapotengeneza bidhaa, alafu baada ya kutengeneza bidhaa, kabla ya kuiachia, anaweka namna ya kuitumia ama matumizi ama kazi. Bwana, hii nimeomba, hii nimetengeneza hili friji. Friji kazi yake ni kuwekea vitu visiharibike. Lakini pia hiki kitu nimetengeneza kazi yake ni kufanya hiki na hiki. Hivyo hata Mungu baada ya kumuumba mwanadamu akatamka kazi ya mwanadamu, kazi ya kwanza kabisa mwanadamu ambayo alipewa na Mungu. Akasema huyu mtu akatawale. Akatawale nini? Akatawale hivi vitu vyote ambavyo nimeviumba, hawa ndege ambao nimeumba, hawa samaki, hii miti, kila kitu na ulimwengu mzima. Mtawala wao sasa atakuwa ni huyu hapa ambaye anaitwa mtu ama mwanadamu. Ina maana mpango wa Mungu wa awali, narudia tena, mpango wa Mungu wa mwanzo kumuumba mwanadamu ilikuwa ni kutawala ulimwengu ambao Mungu ameufanya.
Ina maana Mungu akaumba kila kitu alafu akampa mwanadamu akitawale kama mmiliki. Ina maana mwanadamu akawa ndio mmiliki wa ulimwengu na kila kitu ambacho kimo ndani ya ulimwengu. Ni muhimu sana kufahamu, sababu kwa kufahamu haya tunaenda kuzungumza ndio hapo tutatoka na maana ama tutatoka na chanzo ama ile asili ya magonjwa yametokea wapi. Ni swala ambalo lazima ujiulize kwa makini. Kabla ya kupambana na adui, lazima umfahamu adui mwanzo, umfahamu adui ametokea wapi, umfahamu adui ana silaha gani, umfahamu adui udhaifu wake. Lazima, pasipo hivyo adui atakushinda. Chanzo na asili ya magonjwa. Mungu alimuumba mwanadamu kwa ajili ya kutawala ulimwengu mzima na kila kitu ambacho alikuwa amekiumba katika huu ulimwengu. Na hii pia inathibitishwa na mtunga Zaburi katika ile Zaburi ya 8 mstari wa 6 mpaka wa 7. Biblia inasema kwamba umemtawaza. Hapa mtunga Zaburi anazungumza kuhusiana na huyu mtu, hiki kiumbe. Kusoma juu kidogo anasema mtu ni kitu gani hata anamzungumzia huyu mwanadamu, huyu mtu aliyeumbwa na Mungu. Anasema Zaburi 8 mstari wa 6, umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Mtu huyu umevitia vitu vyote chini ya miguu yake, kondoo na ng'ombe wote, naam, na wanyama wa kondeni, ndege wa angani na samaki wa baharini, na kila kipitacho njia za bahari. Anasema hivi, umemtawaza huyu mtu juu ya kazi za mikono yako. Nini kazi za mikono ya Mungu? Mojawapo ni ulimwengu alioumba. Mungu akafanya ulimwengu, akatamka iwe nuru, ikawa nuru, iwe hivi, ikawa hivi. Mungu akaumba na wanyama, ni kazi za mikono ya Mungu hizi. Lakini baada ya kuumba kila kitu, akamuumba mwanadamu, alafu Mungu akafanya hivi kitu cha kufikirisha sana. Akasema ulimwengu ulioumba, na wewe mwanadamu nimekuumba, ulimwengu na uweka chini ya miguu yako. Wewe ndio utakuwa mtawala wake. Ulimwengu ni wa kwako wewe mwanadamu, utawale. Utawala maana yake kitu ni cha kwako. Huwezi ukatawala kitu ambacho sio cha kwako. Kwa kimsingi, kwa lugha rahisi, Mungu alimpa mwanadamu ulimwengu na kila kitu ambacho kimo ndani ya ulimwengu, wanyama, ng'ombe, kila kitu ambacho kipo ndani ya ulimwengu alipewa mwanadamu akitawale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya Mungu kumaliza kuumba yote haya na kumaliza kuumba kila kitu, akasema kitu kimoja cha msingi sana ambacho lazima ukifahamu. Kwa kukifahamu hicho ndicho ambacho tunaenda kupata jibu la kwamba magonjwa yametoka wapi. Mwanzo 1:31, baada ya Mungu kumaliza kuumba kila kitu, kumaliza kuumba dunia na kumuumba mwanadamu na kumweka mwanadamu atawale dunia, Mungu akasema katika ile Mwanzo 1:31, Biblia inasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Baada ya Mungu kuumba kila kitu, Biblia inasema Mungu akatazama, akaangalia, nimeumba dunia, nimeumba mwanadamu, nimeweka dunia mwanadamu atawale dunia, akatazama kila kitu alichokifanya. Biblia inasema Mungu akaona kila kitu ni chema sana. Kumbuka neno, kila kitu alichokuumba Mungu ni chema sana. Alafu ukishamaliza kukumbuka, nikuulize swali. Sasa magonjwa haya tunaoyaona, kansa hizi, vidonda vya tumbo, presha, magonjwa ya migongo kama ambavyo nilikuwa naumwa mimi, magonjwa mbalimbali ya macho, magonjwa kwenye mfumo wa upumuaji, magonjwa kwenye mfumo wa chakula, magonjwa kwenye figo, hivi mambo ni unaweza ukaita ni kitu chema, ukatamka magonjwa ni kitu chema? Je, magonjwa ni kitu chema? Tafakari hilo swali. Alafu sasa, kama sio chema na Mungu aliumba kila kitu kilikuwa ni chema, yametokea wapi? Lazima ujiulize ama swali na utoke na jibu sahihi. Ndivyo ambapo unaweza kupambana na adui yako. Adui usipomjua atakutesa, lakini ukimfahamu adui ameisha. Yakobo akalitambua hili na akatamka kitu kimoja ambacho ni cha msingi sana kwenye Yakobo 1 mstari wa 17. Akasema hivi, akasema kila kutoa kuliko kwema. Yakobo 1 mstari wa 17 akasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa baba wa mianga. Sikiliza vizuri, Yakobo anasema hivi, kila kutoa kuliko kwema, kila kitu ambacho ni chema kimetolewa ni chema, na kila kitolewacho ambacho ni kamili, yani ambacho ni chema, kipo kamili, hakina shida yoyote, kinatoka wapi? Kinatoka juu kwa baba.
Hii inathibitisha kile ambacho Mungu alikisema katika Mwanzo 1:31 baada ya kumaliza kuumba kila kitu, akasema, akatazama kila kitu alichokifanya kwa mikono yake, na atazama kila kitu ni chema sana. Na Yakobo anathibitisha, anasema kila kitu ambacho ni kamili na ni chema kinatoka juu kwa Baba wa mianga. Kwa baada ya kuona haya maandiko na kuona mwanzo Mungu alivyoumba mwanadamu na ulimwengu, na kuona Mungu baada ya kuumba akaona kila kitu ni chema, alafu Yakobo pia anakuja kusema kila kitu ambacho ni kamili na kila kutoa kuliko kwema kinatoka juu kwa Baba, bado tunapata maswali yale yale. Haya magonjwa yametoka wapi, wakati magonjwa tunatambua sio kitu chema? Na Mungu aliumba kila kitu kilikuwa ni chema. Magonjwa yametoka wapi? Lazima tufahamu. Tukimfahamu adui, ndivyo ambavyo tutaweza kupambana na yeye. Kwa kusoma maandiko yanathibitisha kwamba Mungu kwa hakika sio chanzo cha magonjwa. Narudia tena, Mungu kwa hakika sio chanzo cha magonjwa. Narudia tena, Mungu kwa hakika sio chanzo wala asili ya magonjwa. Kwa lugha rahisi, magonjwa hayatoki wala hayajatoka kwa Mungu, maana magonjwa sio kitu chema, na kwa Mungu vinatoka vitu ambavyo ni vyema, vitu ambavyo ni kamili. Hivyo magonjwa hayajatoka kwa Mungu. Bado tunabaki na swali, je, magonjwa yalitokea au yametoka wapi? Nini asili ya magonjwa? Asili ya magonjwa ni nini? Sasa hii habari ya uumbaji na Mungu kumpa mwanadamu dunia atawale haijaishia hapa. Biblia inaendelea kuandika vitu ambavyo viliendelea baada ya Mungu kumuumba mwanadamu na kumpa mamlaka ama utawala wa hii dunia. Na kuna jambo ambalo la msingi sana ambalo dini nyingi zinafahamu na ndugu zetu Waislamu wanafahamu, japokuwa kwa maana tofauti kidogo na uhalisia, lakini pia hata sisi tunaamini Biblia na tunaamini Kristo tunafahamu kwa uhalisia zaidi. Na jambo hilo ni ambalo lilitokea, ambalo tunaitambua kama anguko la mwanadamu. Tukisoma ile Mwanzo 2:16 mpaka 17, kuna kitu ambacho Mungu alimwagiza mwanadamu huyo aliyomuumba, mwanadamu wa kwanza kabisa ambaye ni Adam, ambaye ndio Mungu alimpa mamlaka kama utawala wa ulimwengu. Akamkabidhi, kwa lugha rahisi, alimkabidhi ulimwengu Adam. Adam ndio utawale ulinde, na maana ulimwengu huu ulikuwa chini ya miguu ama chini ya utawala wa Adam. Sasa Mwanzo ile 2:16-17, Biblia inasema hivi kwamba Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu, yani Adam, akisema, matunda ya mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Hatutaenda kuzungumza sana juu ambacho kitu ambacho Mungu amekisema, wala tutazungumza sana juu ya mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya, lakini cha kuzingatia hapo ni cha msingi sana. Mungu alimpa agizo mwanadamu ya kutofanya kitu fulani, na akikifanya kila hayo matunda, hakika Mungu akatamka kwamba hakika utakufa. Kila matunda ya mti huu hakika utakufa. Niongezee kitu hapo kimoja, naenda haraka haraka kwa sababu kutokana na muda. Kwa jitahidi sana kusikiliza kwa makini, kwa sababu ni vitu vya msingi sana kuvifahamu. Kabla hatujaanza kuzungumza kuhusiana na uponyaji, lazima tufahamu chanzo cha haya yote ambayo tutaenda kuyazungumza katika hii series na katika hivi mfululizo wa vipindi hivi kuhusiana na uponyaji kutoka mbinguni. Jambo la msingi ambalo nitaenda kuzungumza hapa ni kwamba tamko kibinadamu. Sasa turudi kibinadamu, kwa nchi ambazo wanatawaliwa na walikuwa na wafalme, sasa hivi kidogo ni ngumu kuelewa mfano kutokana na mfumo wa serikali na mfumo wa siasa za nchi husika. Hasa nchi yetu kama Tanzania ni tofauti kidogo, lakini kwa mfumo wa kifalme, mfalme akitamka neno la mfalme ni sheria. Mfalme akitamka narudia tena, neno la mfalme ni sheria, na adhabu ya kuvunja ama kutotii sheria ya mfalme huwa moja kwa moja ni kifo. Kwa nchi ambazo walikuwa na wafalme ama kufuatia historia za kifalme, utaelewa hii sentence. Kwa sasa ni ngumu kidogo kuelewa, kwa sababu mfumo wa siasa wetu ni tofauti. Lakini Mungu akitamka
dakika hiyo hiyo hilo neno linakuwa ni sheria. Narudia tena, tamko la Mungu ama neno la Mungu ni sheria, na adhabu ya kuvunja sheria ni kifo. Lakini zaidi ya hapo, Mungu alitamka, akatoa agizo kwamba usifanye, lakini ukifanya kwa upendo wa Mungu akamtamkia kabisa na matokeo, ukifanya utakufa. Lakini tunapata picha na tunafahamu kilichotokea baada ya hapo. Shetani akamdanganya mwanamke, na mwanamke akaenda kumpa mume wake Adam lile tunda, akala, na kama ambavyo ilivyokuwa agizo la Mungu kwamba ukishakula ili tunda hakika utakufa, na tunaona pale mauti ikaingia. Na kupitia maandiko hii imetokea katika Mwanzo 3 mstari wa 4 na wa 6. Tunaona pale nyoka, Biblia inasema nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa. Alitoa katika matunda yake akala, akampa na mume naye akala, na lile agizo la Mungu ama yale masharti ya Mungu kwamba kila utakufa yakatimia. Na kupitia maandiko tunapata picha kwamba ya kwanza kabisa kuzingatia, Mungu aliumba kila kitu kilikuwa ni chema sana, kila kitu kilikuwa ni kamili, kulikuwa kuna doa, kulikuwa kuna magonjwa, kulikuwa kuna udhaifu. Viumbe vyote vilikuwa viko chini ya Adam. Naposema viumbe namaanisha hata bakteria ambao tunawafahamu, hata baadhi ya virusi, wanyama wote vilikuwa ni vyema. Ndio maana tunaona kwenye Biblia hata wanyama walikuwa hawalani wenyewe kwa wenyewe, hawali nyama, hawali damu, wanakula nyasi. Lakini baada ya uasi huu tunaona mauti ikaingia ulimwenguni, kama ambavyo anasema Paulo kwenye Warumi sura ile ya 5 mstari wa 12, Warumi 5:12, ambao Biblia inasema kwa hiyo kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Tunaona kwa mtu mmoja ambaye ni Adam, dhambi iliingia ulimwenguni baada ya Adam kuasi, na kwa dhambi hiyo, pigia mstari wa neno, kwa dhambi hiyo mauti. Ina maana mauti imetokana na nini? Na dhambi. Na kwa lugha rahisi, magonjwa ni mwanzo wa mauti. Magonjwa ni safari ya kuelekea kwenye mauti. Magonjwa ni mwanzo wa kifo. Unapoona kitu kinaanza kuumwa, kinaanza kuugua, ni safari hiyo, kitu kinaanza kufa pole pole. Kama ambavyo unaweza ukawa na gari, ukaanza kulifanyia service. Kila baada ya wiki service, unajua ile gari inaelekea kwenye kwenye kufa, ina depreciate. Kwenye mashine wanaita depreciation. Kwa hivyo magonjwa ni mwanzo wa mauti. Kwa hiyo unasema dhambi ilivyoingia, ina maana na magonjwa kaingia, na magonjwa na mauti ikaingia. Kwa dhambi hiyo mauti ikaingia ulimwenguni. Lakini mauti ya kuishia tu kwa Adamu, inasema na mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo hapa tunaona mauti imetokana na dhambi iliyofanywa na Adam pale ambapo alipomtii shetani na kula tunda alilopewa na mke wake. Mauti ikaingia ulimwenguni, na kupitia dhambi mauti ikaingia ulimwenguni, na wote wakaingia katika hali hiyo ya mauti, katika hali ya kufa. Hapo ndipo ambapo hiki kitu kinaitwa magonjwa kilianza, kwa sababu baada ule ya uasi wa mwanadamu utawala ulibadilika. Unakumbuka mwanzo nilikwambia kwamba Mungu alimpa mamlaka Adam, ina maana Adam ndio akawa ni mtawala wa hii dunia. Unakumbuka pale? Sasa baada ya mwanadamu kuasi, ule utawala akauchukua shetani. Shetani ndio akawa mtawala. Biblia inamuita shetani mungu wa dunia hii, mdogo. Sasa kwa nini uasi wa mwanadamu umpelekee shetani kuchukua ile mamlaka ambayo mwanadamu alipewa na Mungu? Jibu tunaweza tukalipata pamoja na sehemu nyingi, tutazungumza kwa ufupi kwenye Warumi 6:16. Paulo anazungumza kitu kimoja cha msingi sana. Tutasoma hapo Warumi 6 mstari wa 16. Biblia inasema, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Anasema Paulo kwamba yeye ambaye unajitoa nafsi yako, unapomtii unakuwa ni mtumwa wake. Mtu ambaye unayemtii kwako wewe ni bosi ama bwana wako, kwake yeye wewe ni mtumwa. Adam badala ya kumtii Mungu, Paulo anasema utumishi wa utii uletao haki, akamtii shetani ambao anasema utumishi wa dhambi uletao mauti. Kwa hiyo kwa kumtii shetani na kula tunda badala ya kumtii Mungu, Adam akawa ni mtumwa wa shetani. Na sio tu Adam, pamoja na vitu vyake vyote vilivyokuwa chini yake, kwa sababu sifa kubwa ya mtumwa ni kwamba hakuna anachomiliki. Ukiwa mtumwa wewe, hata nyumba yako inakuwa mtumwa, na chochote unachomiliki kinakuwa juu ya yule unayemtii ama bwana wako.
Kwa hiyo Adam pamoja na ulimwengu mzima ukawa chini ya utawala wa Shetani. Shetani sasa ndo akawa mtawala wa dunia hii. Ndio maana Paulo anamuita pia katika Warumi 2 mstari wa 2 anasema, kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendee kazi sasa katika wana wa kuasi. Ni nani mfalme wa uwezo wa anga? Ni nani roho atendee kazi katika wana wa kuasi? Ni Shetani. Shetani alipataje kicheo cha kuwa mfalme wa uwezo wa anga? Alipata baada ya Adam kumtii Shetani badala ya kumtii Mungu. Adam akala tunda kwa akawa ni mwana wa kuasi. Pia ukisomea Wakorintho wa 2:4 Paulo anamuita Shetani mungu wa dunia hii. Mungu wa dunia hii, mungu ya herufi M ndogo. Wakorintho wa 2:4 anasema, ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa tunaona hivyo vyote vya Shetani, anaitwa Mungu, anaitwa mfalme, anaitwa, lakini Mungu herufi ndogo, sio Mungu aliumba mbingu na nchi. Mungu kama mtawala. Shetani anaitwa mtawala wa dunia hii ama mkuu wa ulimwengu huu ulioasi. Alipata wapi hicho cheo? Alipata pale Adamu alipomwasi Mungu. Kwa hiyo utawala ule aliokuwa nao Adam akauchukua Shetani ukawa chini yake. Ulimwengu mzima pamoja na vitu vyote ambavyo viko chini, viko ndani ya ulimwengu pamoja na mwanadamu vikawa chini ya utawala wa Shetani. Na maana baada ya anguko la mwanadamu, ulimwengu mzima ukawa chini ya utawala wa Shetani pamoja na wanyama. Na kusema wanyama namaanisha kuanzia bakteria, virusi, vijidudu mbalimbali, simba, nyati, swala na wanyama wote. Sasa vile vijidudu ambavyo mwanzoni vilikuwa havina madhara kwa mwanadamu kwa sababu mwanadamu alikuwa ni mtawala wao, wala vilikuwa havina uharibifu ndani yao, baada ya ule uasi, baada ya mamlaka kwenda kwa Shetani, sasa vikawa vina uwezo wa kumzuru mwanadamu, vikawa viko chini ya utumwa wa Shetani, tena akawa anaweza kuvitumikisha ili viweze kuleta madhara kwa mwanadamu. Ndio maana sasa unakuta mtu tunaugua magonjwa mbalimbali yanatokana na bakteria, magonjwa yanatokana na vijidudu mbalimbali vinaleta madhara katika miili yetu, kwa sababu hivi viumbe sasa viko chini ya utawala wa Shetani na si kwamba vinapenda. Bwana Paulo ameandika katika Warumi 8:19-22 ameandika kuhusu hivi viumbe ambavyo sasa viko katika utumwa wa Shetani. Ameandika pale kilichotokea na kinachoendelea mpaka sasa. Na ukifahamu hili unaweza kuelewa kwa nini kuna vitu fulani vinatokea, kwa nini magonjwa, unaanza kupata sasa ile asili na chanzo, inaanza kuleta maana kidogo na kuweza kuelewa kwa undani zaidi. Warumi 8:19-22 Paulo anasema kwamba kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Paulo anasema viumbe hivi vinaugua, havipendi kufanya vitu ambavyo vinavifanya. Mwanzo walikuwa hawalani wenyewe kwenye simba, alikuwa hali nyati wala hali swala. Walikuwa wanakula wote majani na nyasi ambazo Mungu aliumba tuishi kwa hizo. Lakini baada ya uharibifu, utumwa wa uharibifu, anguko hili katokea sio tu kwa mwanadamu, lakini hata vitu ambavyo vilikuwa viko chini ya mwanadamu ambavyo ni ulimwengu na vitu ambavyo viko ndani ya huo ulimwengu. Ina maana mwanadamu na wanyama wakaingia katika utumwa wa Shetani. Hapo ndipo tunaita chanzo na asili ya magonjwa. Chanzo na asili ya magonjwa ni Shetani, ni adui, ni Ibilisi. Usipofahamu hilo, tutaendelea kumsingizia Mungu vitu ambavyo vinasababishwa na Ibilisi. Kazi za Shetani tutakuwa tunampa Mungu, tunamtaja Mungu kwa mabaya, sio kwa kazi nzuri anazozifanya, sio kwa upendo wake. Lakini nasema Mungu amenipa hiki kitu, Mungu ameniletea ugonjwa. Lazima ufahamu na ukiri na utambue kwenye akili yako na moyo wako kwamba chanzo na asili ya magonjwa ni Shetani aliyemdanganya mwanamke. Kwa kupitia udanganyifu huo mwanadamu akaasi, na kupitia uasi huo ndivyo ambapo dhambi ikaingia, na kupitia dhambi hiyo mauti ikaingia ulimwenguni, na kupitia hiyo mauti ikawafikia wote, ikiwemo mimi na wewe na wote ambao tumezaliwa kwa Adam. Na pasipo Yesu Kristo kuja kufa ulimwenguni na kutukomboa, wote tunaingia katika hiyo hatima ya kuwa chini ya mauti, na sio tu mauti ya mwili, mauti ya roho, nafsi na mwili. Lakini ashukuriwe Mungu kupitia Kristo Yesu aliyetupa ushindi na zaidi ya kushinda. Kupitia kazi ya msalaba tunaokolewa
kutoka kwenye hiyo hali, tunaokolewa kutoka kwenye anguko la mwanadamu, tunapata uzima, na uzima ule hauishi tu kwenye roho, mpaka miili yetu inaathirika na ule uzima ambao unakuwa ndani yetu kupitia Kristo Yesu. Miili yetu inapata afya, inapata nguvu. Ndio maana Biblia inasema kwa kupigwa kwake Kristo sisi tunapata kupokea uponyaji. Lakini leo sitazungumzia sana kwenye hilo. Lengo la kuzungumza siku ya leo ni kutambua kwamba mwivi haji ila achinje, aharibu na kuua na aibe, lakini Kristo alikuja ili tupate kuwa na uzima wa milele. Lazima ufahamu na utambue kwamba chanzo na asili ya magonjwa, chanzo na asili cha ugonjwa wa ndugu yako ama wewe mwenyewe ni shetani moja kwa moja.